Siku chache zilizopita nilienda hospitali moja hapa Dar es Salaam. Nikiwa pale hospitali akanipigia simu rafiki yangu wa muda mrefu ambaye kazi yake kubwa kwa miaka mingi huwa anauza majeneza, na akaniambia angetamani kuja kuniona pale hospitali. Nikakubali, lakini aliponipigia simu kwamba ameshafika mlangoni anaomba ridhaa ya kuingia kuniona, niliwaambia madaktari wamzuie asiingie, kwa sababu nilihisi pamoja na kuja kuniona nilifananisha na kazi yake ya kuuza majeneza kwa muda mrefu, nikajua inawezekana amekuja kutafuta fursa pale hospitali. Kwa hiyo nilikataa na nikamwambia, bwana, sasa hivi madaktari wanaongea na mimi, kwa hiyo isingekuwa muda mzuri tena wa kuja kuniona. Hoja yangu ya msingi katika mfano huu mfupi, wapo watu ambao wakati wote ungetamani kukutana nao, kwa sababu huo wanakuwa wamebeba faraja na matumaini katika maisha yako. Na leo hapa tupo katika hospitali ya Shifaa. Kwa namna ambavyo tumetembelea hospitali hii, hata kama umekuja unaumwa kwa kiwango gani, mazingira yake na watumishi wake wanakupa faraja ya kukutana nao mara kwa mara. Kwa hili naomba tuwapigie makofi mengi sana. Nimetembelea mpaka nikaona hamu ya kuumwa, kwa angalau hata ungekaa kwa muda siku moja siku mbili, angalau hata vipimo hivi ambavyo wanavyo kimoja wapo kiweze kushiriki kufanya diagnosis katika yale machache katika mwili. Lakini kuna baadhi ya hospitali kabla haujafika unaona kabisa kama ungekuwa na nguvu na tamani ungeanza kukimbia mbio kabla hujaifikia hospitali yenyewe, kwa sababu huko ndani unasikia vitu vingi vinaendelea ambavyo havitoi faraja ya moyo hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu wa hospitali hii ya Shifaa, nawapongeza kwa dhati ya moyo kwa namna mlivyofanya uwekezaji huu wa si chini ya dola za Kimarekani milioni 60. Ni pesa nyingi na ambazo sote kwa pamoja tuwapigie makofi mengi sana. Nimeambiwa hapa kwamba kuna mzee Bashiri ambaye alibeba maono, halafu kuna Oilcom Group